Sorry babe. Saidia. Sorry. Yeah. Irene, mmejipanga vipi kuhusu ups and downs za ubinadamu pindi mnapokuwa mkiandaa vipindi vyenu, kwa sababu sometimes zinatokea stories za nyinyi kwa nyinyi kuzinguana. Hatutokuja kuona kipindi kikiishia njiani kwamba hamko pamoja tena kwa sababu kuna tofauti zimetokea. Shindwe hautakuja kuona. Kwa jina la Yesu. Shindwe. Tunakemea kwa jina la Yesu. Na wewe uliouliza ni pepo. Amen. Hutakuja kuona hichi kipindi kikifa. Asante. Amen. Ambavyo watu wanaweza kujiuliza. Lakini mimi sio pepo hiyo, anti hapo. Sawa. Mimi ni mwandishi. Sawa. Moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanaweza kujiuliza, kwa nini ni DSTV na sio sehemu nyingine? Unaweza kuambia kwa upana kwa nini ni DSTV kwenu kuona kwamba ni wakati sahihi sasa kuingia kufanya nao kazi? Kwa sababu DSTV ni watu ambao tunafanya nao kazi kwenye baadhi ya vitu vingine, lakini ni wakubwa hapa kwetu Tanzania na ndio watu ambao wanatujua vizuri, wanatubeba kwa ukubwa kutupeleka duniani. Yes, so DSTV is the best. Sawa, A-list ni A-list tu Tanzania, still bado karne ni nyinyi tu ambao mna still mnafanya vizuri. A-list imezinduliwa rasmi siku hii ya leo kuonekana DSTV, ambacho tunataka kufahamu sijui tarakimu ngapi ziliwaruhusu kukubali huu mchongo, kwa sababu wakati mnafanya tu kwenye account yenu kule YouTube ilikuwa noma, inaondoka. Waliwashawishi vipi DSTV mpaka mkakubali? Tuanze kwako Uwoya na Kajala atie neno kwenye hilo. Waliona wakapenda, tukakaa mezani, then tuko hapa. Ndio. Kajala, chochote tuambie pia, kwa sababu tunafahamu kwenye wengi wana mengi. A-list ilikuwa YouTube, sasa hivi yuko huko DSTV. Maridhiano yenu na urafiki na kwenye kazi yapoje Kajala? Ndo yamekuwa sasa, kwa sababu tulikuwa tuko YouTube, tumekubaliana, tumeingia sasa kwenye kampuni kubwa zaidi, kwa hiyo mafanikio yetu yatakuwa ni makubwa zaidi. Ndio. Yeah. Opa, hii itakuwa vile au itakuwa kama documentary fulani? Hii ni zaidi ya documentary, ni zaidi ya reality, ni zaidi ya movie, kwa sababu kila kitu ni real. Kuna zile dondo za kwenye mitandao, kuna zile dondo za kusingiziwa. Kwa huku kuna majibu, na majibu yanakuja na vitu, yani vinaonekana vitu, unanielewa? Ya sijui mtu fulani sio mama bora, unamuona mtu fulani sijui ana mahusiano heavy mazuri, unaona kama ni kweli au uongo. Lakini pia tunaendelea kufundisha vijana wasiwe na adas za mitandao, wasitamani sana watu kwenye social media na maisha yao, waangalie na wajue kwamba watu tunatoka wapi, tunaenda wapi na tupo wapi. Ya sio kumuona star, mtu amekuwa mkubwa ndio maana unasema kwamba nataka kuwa kama fulani. Unajua alipopitia. Kwa hiyo kupitia DSTV, kupitia sisi utajua mapito tuliopitia ya mateso, ya ukweli, kila kitu utakijua through DSTV. Hapa uko na anti hapa. Kuna namna anti na Uwoya kama kuna vitu haviko sawa. Tunaona pia hata hapa alivyokuja tu kuna vitu kama vile kwenda. Anti, wewe na Uwoya kama mfahari wawili lakini mko kwenye sisi moja. Kwenye group yetu fahari mmoja tu. Wengine wote wa kawaida. Yeye ndo queen. Yeah. Sasa hivi umekubali na hilo swala? Of course she is the queen, lakini tu uwezo wa kujitreat kama queen ndo hana, ila she is the queen. Ndio. Ilikupa muda gani kulikubali hilo? Kwa sababu nakumbuka juzi tu hapa tulipiga story na wewe kule, ukasema kwamba wewe ni Uswahilini pia, ila Uwoya yeye kuna namna kama anazidi kuonesha kwamba jamani mimi ni queen wakati anaonesha hilo. Yani issue sio kwamba nimeikataa, hapana. Issue ninachobishana naye ni kwamba anataka maisha ambayo yeye hayuko hivyo, ndio tatizo letu linapokuja. So hata akitaka kushuti anataka awaambie Watanzania uongo, kitu ambacho hatuwezi kukubaliana nacho. Aishi real, that's it. Yeah. Hongereni pia kwenye jambo la leo. Pengine mkiwa kama A-list nchi hii ambao mnafanya vizuri katika kila nyanja na mambo kama hayo, mmewashawishi vipi DSTV mkatia wino? YouTube ilikuwa inaenda, mmepokea kiasi gani huo anti? Bedha hatuja washawishi, wao ndo wametutafuta sisi. Sababu mwisho wa siku yani kiukweli kabisa hatukuwa na lengo la kwenda kwenye digital nyingine yoyote tofauti na labda YouTube, au sisi wenyewe tumiliki kitu tofauti, lakini sio kwenda, ila wao walituweka chini wakatupa ofa yao, kitu ambacho
kwa haraka haraka tukaona why not, ndio maana tuko nao kwa sasa hivi. Yeah. Ulitushangaza sana siku ambayo ulimposti baba mtoto wako, kama sikosea alikuwa anasikia wanaume au ya baba duniani, na ukampongeza sana Akusa, lakini kuna neno ukaliandika pale kuliko yule nyani kama sikosei au soko ya anti. Kipi kilikukwaza ile siku mpaka ukaportrait kwa namna hiyo baba mtoto wako? No comment. Uliandika wewe lakini? Mimi. Ulichukizwa? Ni mimi yule. Hamna, sijachukizwa tu. Nimeamka tu nikaona hivyo. Kuna time unaamka tu, yani unaweza ukamwona tu mwenzio kama yani huyu vipi hivyo. Kuna vitu sije ameifanya wewe havikupendezi kwa kama baba mtoto wako na unajutia pengine? Sijai kujuta wewe. Najutaje mtu kanipa mtu kaa kuki? Sijai juta. Okay. Yeah. Si ndio? Mimi nilitaka kuwauliza nyote wawili. Tunaona hapa Aunt Ezekiel kuna swali amesema no comment. Lakini kwenye maswali yenu ya A-list kwenye kipindi hatujawahi kuwasikia swali lolote mkijibu no comment. Ni kwamba hilo pia lipo ndani ya mkataba kwamba ukiulizwa kitu chochote kuhusu maisha yako lazima utoe majibu, au ni vile tu unavyojisikia nyinyi wenyewe? Hapana, kinachotokea ni hivi. Yaani tulipofika sasa hivi sisi na nyie waandishi tushakuwa kama wafanyabiashara wapinzani. Kwa sababu nyinyi mnataka mtangulize kuambia wananchi ukweli wetu, ambao sometimes mnapeleka ukweli ambao si ukweli. Kwa sisi tuko hapa kwa kusema yale ya ukweli kabisa kutoka kwetu. Kwa badala ya kuwatumia nyinyi, nao tutakuwa tunawaambia Watanzania sisi wenyewe kwa midomo yetu. Na hapo ndo ninapobishana na Irene. Kaolewa dogo janja, atakawaambia Watanzania hajaolewa. Itawezekanaje? Sijui umenielewa. Yaani tuko hapa kuwaambia Watanzania ukweli kwamba jamani, nimeolewa mara 7. Huyu ilikuwa hivi, huyu ilikuwa hivi, huyu ilikuwa hivi. Sio tena huyu hakunioa, huyu ilikuwa Nyie tutawaambia no comment, huyu hakunioa, ila kwenye A-list lazima usikie ukweli ambao hujawahi kusikia. Jacqueline, kwako ishawahi kutokea ukazungumza kitu kwenye kipindi cha A-list, lakini baada ya kufika nyumbani ukiwa umetulia mwenyewe, labda mawazo fulani yakakujia ukaona mbona kama yale majibu unayotoa pale sikustahili kusema? Ukimzungumzia Wolper ni black and white. Wolper sio snitch, Wolper sio muongo, Wolper hajawahi kujutia chochote. Ukiona nimedate mtu, nimedate kwa sababu moyo wangu umempenda. Sio wewe unanichagulia mimi niwe na type yangu. Type yangu naijua mimi mwenyewe. Sasa wewe shabiki yangu, ndugu mwandishi, unataka mimi unichagulie type yangu? Hapana. Lakini pia ninachokifanya chochote mimi hapa nimekipenda mimi mwenyewe, nimekifanya mimi mwenyewe. Ukishajua kwenye hii dunia kwamba kuishi ni mara moja, you will never regret kwa chochote kile. Unatakiwa ujipe furaha wewe mwenyewe. Unajua kuna rafiki yetu mmoja alikuwa anafanya kazi salon anaitwa Mariam. Short story, sorry kwa kutaja jina lake. Watu wetu wa karibu wanamjua. Alikufa kwenye bajaji. You know why? Mapenzi. Sasa mimi siwezi kuyapa mapenzi kuniua. Siwezi kuipa biashara kuniua. Labda watoto wangu ndo wana chance ya mimi kunifanya hivyo. Sisemi hivi kuwapa maadui nafasi, ila nasema hivi kwa sababu ni ujinga wewe unakufa kwa ajili ya mapenzi. Hivi niseme kitu kimoja. Nyie wote hapa wengi ni wanaume, si ndio? Unaweza ukawa kuna mtu unamwadmire na mimi kuna mtu namwadmire. Sasa kwa nini ning'ang'ane na mtu ambaye mimi anipendi? Umeelewa? Nitakuwa na deal na mtu ambaye mimi ananipenda na anaonyesha mapenzi. Kwa hiyo sasa kuna mtu anaogopa eti mtaonekanaje? Wewe utaonekanaje kivipi? Be you. Kuwa wewe. Una mtu wako huko muendesha mkokoteni, mchukue msafishe ni wako. Umeelewa? Mimi ni yule mama ambaye nisiyeweza kuchagua type ya kudate. Kwa hiyo I can surprise you. Naweza kukusurprise vyovyote vile. Nitakusurprise na mheshimiwa, nitakusurprise na msomi, nitakusurprise na asiyesoma, nitakusurprise na asiyesoma. Kwa nini? Kwa sababu hii ni dunia. Huwezi kuwa unadharau eti kisa level yake ni ya chini. Kwani wewe ulikuwa level ya juu? Kabla ya kuwa wewe basi ulikuwa chini. Mimi nilikuwa muuza sabuni. Haya, anayenipenda leo angejua mimi nilikuwa muuza sabuni angenipenda? Hapana.
You know, kwa hiyo kuna watu wana complicate vitu, mimi I will never complicate. Safi. Siwezi kucomplicate. Nitadeal kulingana na moyo wangu unavyotaka, sio wewe au yule anapotaka. So ni kujibu swali lako, mimi nitaishi vizuri sana, utoniona napata stress kwa sababu mimi ni mimi, naishi mimi kama mimi. Mimi sina dharau my dear, umeelewa? Sina dharau kwa sababu najua kuitafuta pesa yangu na imani na Mungu, na mjua Mungu, lakini pia nimelelewa na baba Wolper na mama Wolper. You understand? Lakini pia chimbuko nililotoka mimi, natamani pia nilivyolelewa mimi niwalelewa watoto wangu the way nilivyolelewa mimi. Kwa hiyo ni ngumu sana kunisoma, ni ngumu sana kunikebei kwa sababu wewe utakuwa unajipotezea wewe muda, kwa sababu mimi naishi maisha yangu. You understand? Yes. Sio, nimejibu swali lako vizuri au unaweza kuuliza tena? Mimi nafikiri kwa kumalizia, nimeona leo A-list karibia Kajala nafikiri ndo amekuja Harmonize kumsupport. Mashemeji zetu upande wenu sijaona kwako, sijamuona kwa Auntie, sijamuona kwa Uwoya pia. Sijajua yeye tu ndo ana mpenzi supportive kiasi hicho. Mimi mpenzi wangu yuko supportive sana. Ananipenda sana na muda wote niko naye online, tuna chat na nini na nitakuwa naye before hapa. Yes. Okay. Mimi sina ubaya wa kuwa single jamani. I'm not single. I have someone and I love him. Uvai hiyo pete lakini. Pete ipi?